Kiongozi, jambo. Jambo sana bwana journalist. Unaweza kueleza kwa majina wewe ni nani na unafanya kazi gani? Kwa majina ni Kazungu Sebihogo Christophe. Nimeteuliwa na liwali wa jimbo kama coordinateur de conducteur de moto province ya Nord Kivu. Bwana coordinateur, liwali alikuteua kunapita siku chache kama kiongozi wa kutembeza pikipiki wala wa motar. Wakati wa zamani kulikuwa hiyo masuso zilikuwa mingi. Kwa leo wewe umeteuliwa kama kiongozi, priority yako kwenye wa motar utafanya nini? Kitu ya kwanza ambacho tutafanya ni kujua kwamba tuko na wamotari wangapi ndani ya province ya Nord Kivu. Ya pili ni kujua wamotari kwa kweli wanataka tutumike nao namna gani, kwa kuwa kuna association nyingi ambazo zilikuwa hapa lakini zilikuwa zikitumika kwa juu ya interest yao wenyewe. Alafu liwali wakati aliona kwamba haifai, ndio aliweza kututeua na katia coordination moja ndani ya jimbo ili tuweze kujua malalamiko pia ya wale wa motar, ili tuweze kujua kama tunaweza kutatua namna gani. Alafu hiyo tutajua kwamba hao wa motar, tukichajua nombre ya wale wa motar, tutajua wanatumika namna gani, kwa kuwa kama vile mnajua kuna wa motar ambao wanatumika ndani ya mji wa Goma, kuna commune de Goma na commune de Karisimbi, vile vile territoire ya Nyiragongo, kwa kuwa kuna wa motar wanatumika ndani ya territoire ya Nyiragongo lakini wanakuja vile vile ndani ya mji wa Goma. Alafu tukishajua malalamiko yao tunaifikisha kwa ngazi za juu, tutajua kwamba tunaweza tumika nao namna gani. Alo, kipi kenye utafanya, kipi kenye wewe utafanya kwenye kichwa ya uongozi wa motar? Paske wakati wa zamani kulikuwa wa president, wewe kama president wa mupi, kitu kipya gari kenye wewe utaleta kwenye uongozi wako? Kitu kipya ambayo tunaleta, kwanza kulikuwa des organisations ndani ya ile association zote, bien que zilikuwa za mingi lakini kulikuwa vile vile des organisations. Ukiona kila association iko na namna ya kuidentifie ba motari yake, alafu na bei ambao walikuwa nalipa huko ba motari vile vile walikuwa najua kwamba hiyo makuta ya kwao inafanya kazi gani, surtout kuhusu maisha ambao wanaishi kila siku. Na wa motar, kitu ingine tutatia ni reglement. Tunajua kwamba kuna saa fulani ambao motar apashe kuingia ndani ya mambo ingine ya wazivete, sababu vile kwenda ndani ya mapombe, ijapokuwa ni saa ya kazi. Vile vile akikuwa amelewa, hata tembeza pikipiki yake vizuri, hata hudumia vile vile jamaa yake. Atakuwa zamani ilikuwa akipata makuta anaenda kukunya pombe mara moja, anaacha kazi, alafu tena tarudia akishamaliza hizo pesa. Tutatia ordre fulani ambapo motar naye anajisantiri iko à l'aise. Na kitu ingine tunatia kitu sawa mutualite. Motar ile kazi ambayo anatumika iparvenir kumfikisha ku development fulani. Nikusema asikose hata na gisi ya kutunzisha mtoto yake, japokuwa iko na kazi, kwa kuwa motar ni kazi kama nyingine. Asikose na gisi ya kulipa hata nyumba wala kuuza hata kiwanja ili aweze kujenga, japokuwa anatumikia pesa. Nikusema ni kazi ngumu ambayo inatungoja hapa mbele, lakini tunajua pamoja na wale wa motar ambao tutatumika nao tutafikia kulengo ambao tunatarajia kufikia. Bwana kiongozi, swali la pili ni kujua ya kwamba umesema utajua idadi ya wamotari wala kuwaidentifie. Siku zilizopita mlilansa ile operation ya identification ya wamotari. Alors population ilipenda ijue wala wamotari walipenda wajue hiyo identification itafanya siku ngapi, na wanani wanahusika kwa kujidentifie ndani, na wale wenye hawata kujifere identifier watapata masanction gani? Asante bwana journalist. Ya kwanza nitashukuru bwana liwali wa jimbo kwa kuwa identification kupitia association zingine ambazo zilikuwa
inakuwa kitu ya nguvu sana, kwa kuwa alikuwa akiomba pesa nyingi, lakini liwali wa jimbo ili alitupermettre ili watu waweze kujidentifie facilement, akasema tuombe tu dola moja 2500 francs congolais, na hizo pesa ni pesa ambazo zitatusaidia tu ni kuimprimer zile mafishi d'identification ili kila motar akuwe na fiche d'identification yake. Ni kusema motar yeyote ambaye anapenda atumike kazi yake vizuri atajiidentifie, na tulipana delay ya kusema tunaanza le 11 ya mwezi wa 11 tunafika tarehe 25 za mwezi wa 11. Ni kusema tumepana juma 2, na kila motare yeyote ambayo kabisa natarajia kutumika vizuri ili asikutane na vizuizi vingine, atakuja kabisa ajiorozeshe. Na kitu ingine, kunapatikana wabandia wengine ambao hawezi wakapenda wajiidentifie. Wale watu tunawaomba mbele ya wakati waanze watafute suluhisho ingine, kwa kuwa hii politique de proximité ya bwana gavana ni ili raia yeyote ajisentir iko à l'aise, ajisentir iko na usalama kamilifu, usalama kamili, na tufikie lengo ya kuona kama Goma ni ile Goma yetu ya zamani ambayo tunajua kwamba mtu ukitoka kwako asubuhi uko unahakikishwa ya kwamba utarudia kwako uko salama. Ni Goma ambayo ulikuwa unaweza toka magharibi unafika asubuhi na hakuna mtu wa kukunyanyasa, hakuna mtu ambaye atakutatiza. Asante. Na hiyo kuziorozesha inafanyika wapi? Paske hata wabandia wanaweza kuja hapa kuziorozesha, inafanyika wapi na inafanyika namna gani? Ndio. Hii tulianza kwanza na vile ya Goma, kama vile niliweza kusema, vile ya Goma kuna vituo, tuko na commune de Goma, hapo tulitia nafasi ambapo wanaweza wakajiorozesha. Nafasi gani tunaweza kufahamu? Commune de Goma, mule mu commune de Goma, mu enceinte ya commune de Goma, unafika kumeri nako kuko ingine kituo, ingine site ambayo watu watajiorozesha. Kuko commune de Karisimbi na kuko nafasi, alafu na hapa kwenye bureau ya coordination nako kuko nafasi ya kujiorozesha, na nafasi nyingine ni kusep Kongo. Sep Kongo kipita aeroport de Goma, unapanda kidogo hapo nako kuko bureau, nako kuko nafasi ya kujiorozesha. Alafu tulikamata na territoire ya Nyiragongo. Territoire ya Nyiragongo watu watajiorozesha pale ku chefri ya Bukumu, kuko site ya kujiorozesha. Na tulikamata na Mugunga. Nikirudi nyuma ndani ya mji wa Goma kuna quartier Mugunga, hapo nako kutakuwa kituo ya fasi ya kujiorozesha. Ni kusema ya kwamba na mtu mwenye na pikipiki yake ya kipekee ala privé ndio naye anaalikwa kujiorozesha. Kusema hata uko na pikipiki yako ya kipekee utajiorozesha, kwa kuna tembea kwa pikipiki, na iko pikipiki tu ya pneu mbili, kuko na ile ya trois pneu ya mizigo, na hiyo ya bajaji ambao tumepata hapa nyuma, hii ya bajaji ambayo inatusaidia kwa kusafirisha watu ndani ya mji wa Goma. Na malalamiko ya watembeza pikipiki wanaweza kuipeleka nafasi gani? Malalamiko ya wanapikipiki, nawaza hii ndio njia nzuri ya kupitishia malalamiko yao, kwa kuwa tunaongea siku kwa siku na bwana gavana wa Nord Kivu ili ya kutatua hizo malalamiko zote. Na ninafikiria wakati yoyote ambapo kunakuwa shida fulani, tunatumika na ngazi zingine za usalama ambazo zinatusaidia kwa kutatua hiyo malalamiko. Bwana Kazumu, turudi nyuma kidogo afa tumalize. Ulisema ya kwamba kuziorozesha ni kwenye maofisi za commune. Eske kwa nini mkupenda kuasosia wa cadre de base wala wa chef de quartier, chef d'avenue, parce que wao wanajua wale wakaaji mnapenda watu wafike hapa. Hamuone kwamba nao wabandia wanaweza fika hapa kuziorozesha na wanakuwa wapoteza pikipiki? Hapana, kwa kuwa kuna document nyingi ambazo tunaweza kuomba, na hizo document hao wa cadre de base
watakuwa wameweza kusaini kwa hizo document na zitatusaidia ili tusilemee wale wa cadre de base kwa kazi zingine ambao wanakuwa nazo ndani ya mantite zao. Swali yangu inahusu namna jinsi leo mnakutana na gavana, na hapo mbeleni tunajua sekteri ya motari ilikuwa ni sekteri yenye habakonsiderake sana, yenye ilikuwa kana matatizo, lakini leo gavana Bahati Musanga Erasto amekamata hiyo juhudi ya kuweza kukutana na nyinyi, na hiyo itakuwa inafanyika kila miezi mitatu. Wewe kama kiongozi mpya wa sekta hii ya watembeza pikipiki, mnadhani kwamba hii itabadilisha nini katika maisha yenu binafsi kama wamotari, lakini pia changizo ya hii mikutano na liwali wa jimbo ya Kivu Kaskazini kwa kuleta usalama? Mnawaza nini kwa hiyo kordo? Italeta changizo kwa hii kitu, kwa hii coordination wa motari, kwa kuwa mnajua tangu zamani wamotari walikuwa wakitumikishwa kwa kutenda maovu ndani ya mji wetu wa Goma, hata ndani ya jimbo lote la Nord Kivu. Lakini tangia gavana aliweza kujogelea wamotari ili awaombe waweze kuparticipe ku security ya mgini, kwa kweli iliweza kuleta resulta ambayo inaonekana, kwa kuwa leo ni nguvu kabisa kusikia mtu ameuawa ndani ya mji wa Goma. Ni nguvu kusikia mtu ameweza kuibiwa pesa zake, na hiyo kitu ikifika mara na mara unaona wamotari kwa kuwa wamejogelea sana gavana wetu wanapana hiyo information kwa wakati, na huyo bandia huyo mwizi anakamatiwa kwa wakati inayofaa, na ile kabisa inasaidia. Na hiyo haiko kitu ya kuweza kusema kama vile masemi tu, inaonekana kwa wazi kabisa. Na kwa swala hilo, wewe ni ujumbe gani unatoa kwa wamotari, kwa sababu leo mnaanza tumika hadi minui 0 wamotari wafanye nini hasa zaidi, kwamba wewe ni kiongozi wao? Kitu ambacho tunaweza tukaomba wamotari ni ili waweze kuzingatia haya mambo ambayo gavana wetu anaweza kuwaelezea, kwa kuwa inaleta profit kwao binafsi, kwa kuwa kama waliweza kucontribute kwa hii security ya mgini wa Goma, alafu gavana anawatosha kwa saa ya 20 anafikisha ku 0, inamaanisha kwamba waliweza kufanya kazi. Inaweza kuwa vizuri zaidi wanatumika tena kuzidi gisi waliweza kutumika, ili tuweze kutumika 24/24. Hiyo tumepana muda ni wa juma mbili. Nawaza malipizi kwa leo hatuwezi kusema kwanza juu ya malipizi, kwa kuwa hatuyaona kwamba waliweza kukataa kujiorozesha. Alafu wakati ikifika tukiona kwamba hawakuweza kujiorozesha wote, tutatoa ingine tangazo, na kupitia oda ya liwali wa jimbo tutakamata hatua nyingine. Bwana Kazungu, tunasema asante. Sijui kunaweza kuwa na ujumbe fulani, unaweza kuwa na neno la mwisho? Ndio, ujumbe ambao naweza nikatoa kwa watu ambao wanatusikia ni ili ambaye atasikia hii tangazo aweze kuelezea kila mtu ambaye anatembeza pikipiki sehemu alipo, ili aweze kujiorozesha, na kujiorozesha ina contribute kwa amani ya mgeni yetu. Asante. Lakini vipi kwa watu wa motari wa Masisi na Ruchuru? Hivi tunaanza na kuorozesha na orodha ya watu ya wamotari wa Goma na Nyiragongo, alafu tukishamaliza tutaenda ndani ya mtaa wa Masisi, wa Ruchuru na wa Lubero, sehemu ambazo chama kinapatikana. Bwana coordinator, tunakupigia asante. Tulipenda tuwakumbushe wasikilizaji wa kwamba tulikuwa tunapokelewa na coordinateur provincial wa Association des Motards. Tunakusema asante. Asante sana.